Tueleze na zaidi kwa sababu ni kana kwamba hali imeanza kuvurugika katika kaunti ya Nakuru. Tutarudi kwake, lakini vile mtazamaji, katika runinga yako ni picha za moja kwa moja kutoka barabara ya Thika. Vijana bado wanatembea, wengine wanawasha yale magurudumu. Makabiliano kati yao na maafisa wa polisi yamekuwa yakishuhudiwa. Vile katikati ya jiji tunafuatilia kuona hali ilivyo, kwa sababu wale vijana kutoka barabara ya Thika walisema kwamba watafululiza hadi katikati ya jiji la Nairobi, na ndio hali ambayo polisi iliwasababisha kuweka vizuizi kuwazuia kuingia katikati ya jiji. Hapa jijini Nairobi, vizuizi vikali vimewekwa katika bunge la taifa na vile ikulu ya Nairobi kuwazuia waandamanaji kuelekea kule. Awali tuliona viongozi wa upinzani wakijitokeza wakatoa hotuba na vile kuongoza waandamanaji wengine ama kuandamana na waandamanaji wengine katika kuweka maua katika kizuizi ambacho kimewekwa nje ya bunge la taifa katika ukumbusho wa wale ambao walifariki kwenye maandamano ya Gen Z mwaka jana. Sasa hivi tuingie katikati ya jiji. Francis Ontoma namuona yuko ange, atueleze na hali ilivyo kwa sasa. Francis, hali imetulia katikati ya jiji? Naam Zubeda, hali bado ni tete hapa katika eneo hili la hapa katika eneo la CBD hapa, ambapo tuko katika mkabala na barabara hii ya Moi, ambapo jinsi unavyoona nyuma yangu ni kuwa maandamano yanazidi kushika kasi. Unavyoona ni baadhi ya waandamanaji sasa wamejigawanya katika vikundi kama njia moja wapo ya kuweza kukabiliana vikali na maafisa hawa wa usalama. Tunavyozungumza hivi sasa kuna kundi kubwa la waandamanaji limeelekea upande wa juu ambao ni kama wanaelekea upande wa bunge, lakini ukikumbuka vyema Zubeda ni kuwa maafisa wa usalama inaonekana wako ange kutokubali kuwa hali iliyoshuhudiwa wakati ule mwaka uliopita isiweze kurudiwa hii leo. Labda kidogo tu, kwa sababu baadhi yao wameweza kuja hapa, tusikie tu sauti zao. Ni kwa nini mko hapa kwa shughuli hii? Ukombozi wa taifa. Kwa wale pia walipigwa risasi wajapata haki zao. Mwaka uliopita watu wote wapate haki yao. Wale waliuliwa kwanza. Tumeweza kushuhudia makabiliano makali. Baadhi ya vijana hapa tumeona watu wamerushia polisi mawe. Unaweza kutueleza ni kwa nini? Leo watu wako na amani. Polisi ndio wanapiga watu tear gas. Leo watu wako na amani na ni ukombozi watu wanataka kwa taifa la Kenya. Mtu mwingine anayatuambia sehemu moja. Kwa nini umeamua kuwa hii leo utakuwa hapa? Kwa sababu niko na degree na sina kazi. Kivipi sasa? Pesa yote amekula. Shukran sana. Zubeda, ni baadhi tu ya sehemu ambazo nimeweza kukupatia hapa katika barabara hii. Tueleze. The people shall and the people will. Can the government allow us to exercise our constitutional right? Auhopi maisha yako? No one unapata hata ukiwa kwako. Like, this government is so rogue. You're not even safe in your house. Na wewe mwenye uko kwa nyumba sahi, you're not even safe there. I need to safeguard the future for my children. Yeah? And I'm not scared to die. Tunaenda hata wao tunaenda hivyo tu. Tunaenda. It's not, but it's not. Thank you. But this is not my day. Asante. Labda tumsikize wa mwisho alafu. It's so simple, yeah? We just want a system that works for the people, you know? The Gen Zs have been able to protest and push for things that are very simple to do. You know, create platforms for the youth to get jobs. And not just jobs, but they can be able to enrich themselves. You know, uphold the rule of law. Simple rules. We have a constitution, but the government of the day does not uphold the law in the constitution. What is so hard that they keep telling us promises. We have young people dying on the streets, but then he tells us that, ati hakuna mtu atakufa, sijui what, you know. So how far are you ready to go today? We want to push until we can know, we can get the confidence of leadership. We want leadership to work for the people. They should be servants. You know, the power belongs to the people, and that is what is enshrined in our constitution. And that is what we are pushing for. Because all through Kenya, I was telling someone the other day that if you go to Mandera, if you go to Mombasa, they also want to feel that they are in the country. You know, we want to feel equal all over the country, that there is equal opportunity, you know, that there is justice. These are the things that we are pushing. We truly appreciate for your sentiments.
Unavyohisi ama unavyosikia Zubeda, ni baadhi tu ya maoni ya kuwa waandamanaji hao wako hapa kwa hoja na haja, wana masuala ambayo wanataka yaweze kutatuliwa. Na nikupatie tu taswira ya jinsi hali ilivyokuwa hapo mbeleni. Eneo hili lilikuwa mahali ambapo haungeweza kupita. Polisi walikuwa wanakabiliana vikali, na kuna wakati mmoja karibu na jumba la I&M kuna afisa mmoja ambaye aliweza kupigwa kwa hali mbaya sana, akakimbizwa katika kituo cha matibabu hapa ambacho kiko karibu na msikiti wa Jamia, kuonyesha hali ilivyo hapa. Na inaonekana ni hali hii ambayo huenda ambayo ilipelekea kuchochea, ikiwa tunaweza kusonga kidogo. Hali hii inaonekana ilichochea maafisa wa usalama kuweza hata kutupa vitoa machozi zaidi. Tumeweza kuona risasi zinatumika mahali hapa, risasi zile za raba na zile ambazo zinaitwa live bullets pia zinatumika katika makabiliano haya. Na ukiangalia masaa ya sasa ni masaa machache tu baada ya saa 7, kumaanisha kuwa baadaye huenda makabiliano haya yakazidi kupamba moto hata zaidi, Zubeda. Naam, shukran sana Francis Ontomo akituletea picha za moja kwa moja kutoka katikati ya jiji la Nairobi, ambapo tunaona vijana pale wakiandamana wakidai haki. Vile vile tunaona picha kutoka moja kwa moja kaunti ya Nakuru, ambako makabiliano yanashuhudiwa baina ya polisi na waandamanaji ambao wamejitokeza kushiriki maandamano ya leo.